pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Na mtazamaji, tumerejea tena kwa kishindo kabisa katika sehemu nyingine ya pili. Na hii leo utakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye niko naye hapa. Pia ni mgeni ambaye si mara ya kwanza kuwa naye hapa katika vipindi mbalimbali ambavyo tumekuwa tukiendelea kuvifanya kulingana na muda wetu na mada tulionayo siku hii ya leo kuhusiana na baraka za sadaka. Moja kwa moja tuliweza kumpata mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni mchungaji Patrick Kipala ambaye kwa takriban miaka 10 sasa toka mwaka 2006 ameweza kumtumikia Bwana kwa njia ya ushemasi katika kanisa la The End of Message kabla ya kuwa mchungaji. Na ilipofika mwaka 2016 Mungu ameendelea kumpaisha zaidi na kuendelea kufanya kazi yake kwa bidii na kuwa mchungaji sasa hadi siku hii ya leo katika kanisa la ile Injili ya Asili, ambapo tutakuwa naye tukidadavua kwa kina zaidi kuhusiana na mada ambayo tumeandaa kwa mtazamaji ili uweze kubarikiwa siku hii ya leo. Bila kupoteza wakati, nipenda kumkaribisha na tuweze kumfahamu zaidi. Karibu sana mchungaji. Nashukuru sana na Mungu akubariki. Karibu sana. Si mara ya kwanza kuwa na wewe hapa. Ni kweli sio mara ya kwanza, leo ni mara ya pili. Nakumbuka mara ya mwisho tumeachana hapa ilikuwa ni vipindi vile vya Pasaka, nadhani ilikuwa ni Jumapili moja ya matawi. Ndio. Sawa. Ni mchungaji, lakini pia nilifuatilia historia yako kidogo. Wewe ni mfanyabiashara mdogo bana kwa muda mrefu. Ni kweli mimi ni mfanyabiashara, mjasiriamali, hivyo tu kujitautia mkate, tunajua. Ndio. Sawa, tuelekee moja kwa moja katika mada ambayo tumeiandaa siku ya leo kama zawadi kwa mtazamaji, baraka za sadaka. Tukielekea moja kwa moja kwenye baraka za sadaka, kwanza kabisa tukianza na neno sadaka, muktadha wa neno hili sadaka. Sadaka ni kitu kinachotolewa bila kutarajiwa kurudishiwa. Ndio. Yaani tuseme kizabihu. Ndio maana ya neno sadaka. Sadaka ni zabihu, tungesema hivyo kwa lugha ya kimaandiko. Ni kitu ambacho kinatolewa na unakitoa kwamba hiki sitarajii kukiona tena, lakini nyuma ya nia yako ukitarajia kupata baraka. Ndio. Kwa sababu ya kutoa huko. Na kuna aina ngapi za sadaka zinazotajwa kupitia maandiko ya Biblia? Kiukweli zipo nyingi, lakini mimi nitataja tu chache na huenda nitajikita kwenye 2 au 3 kwa sababu ya wakati. Ndio. Sadaka ya kwanza tunaita ni sadaka ya ukombozi wa nafsi zetu. Hiyo ni sadaka ambayo nitaiongelea kidogo. Sadaka ya kwanza ambayo inaitwa ni sadaka kwa ajili ya ukombozi wa nafsi zetu. Ndio. Lakini pia sadaka kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji na kuendesha kazi za Mungu. Hiyo nayo ni sadaka. Ndio. Lakini pia kuna sadaka zinazoitwa za shukrani. Hizo ni sadaka. Sasa sijui kama tutapata muda wa kufika huko, lakini hebu tu mimi niongelee kwa uchache hizi 2. Na niliambiwa na dakika 45, sasa nataka kuzitumia hizo dakika 45 tu kwa umakini. Na kwa sababu tumeshajua sadaka ni kitu cha kupoteza, hebu tuangalie asili ya sadaka kwanza. Turudi kwenye maandiko, tuangalie asili ya sadaka, yani ilitokea wapi na kwa nini kuna sadaka. Kwanza hatujaomba. Basi tuombe alafu tusome maandiko. Sawa. Basi hebu tuombe. Baba yetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ulituambia lolote tufanyalo kwa neno au kwa tendo, tufanye yote kwa jina la Yesu Kristo. Ndipo tunapoendea mada hii, tunaomba Bwana utuongoze kwa neema yako, na kila anayesikiliza na hata sisi tunaoendesha mdahalo huu wote tukabarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Hebu kifanye kipindi hiki kiwe baraka kwa kila anayetutazama na anayetusikiliza. Tunapoomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa andiko letu la kwanza nalo kwenye mada yetu tuchukue Mwanzo 4 mstari wa 4, nadhani tunaweza kwenda nao mpaka wa 5. Kwa hiyo msomaji wetu anayetusomea hebu asome. Sawa. Asante, soma. Ndio. Habili naye akaleta wazao wa kwanza
wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Ndio. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Amen. Bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Ndio. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa hiyo tunaona kuna sadaka zilitolewa na watu wawili. Kuna mmoja ilipokelewa na kuna nyingine ilikataliwa. Na mada yetu tunasema sadaka, baraka za sadaka kwa mshirika bila shaka. Ndivyo. Sasa kama baraka za sadaka kwa hiyo tunaona kuna mmoja ilitoa baraka sadaka ikapokelewa. Maana yake kama ilipokelewa huyu alibarikiwa. Kuna mwingine alitoa sadaka haikupokelewa. Lakini alitoa sadaka. Ilienda na ikapotea, sijui kunielewa. Au tarajia tena haikurudi tena kwake. Lakini alitoa. Na alipotoa ikaenda Juba, lakini pamoja na kwenda Mungu hakuipokea. Na kuna mmoja alitoa ikapokelewa. Amen. Sasa na hata hapo tuliposoma sio asili ya sadaka. Ile tu ni mwendelezo wa sadaka. Sasa sadaka yenyewe ilianzia baada ya anguko la Adamu. Adamu alipotoka kwenye neno la Mungu, yeye na mke wake wakaanguka. Kwa hiyo mtoaji wa kwanza wa sadaka alikuwa ni Mungu mwenyewe. Alitoa sadaka ya kondoo. Amen. Na kwa nini alitoa sadaka ya kondoo? Hapo ndipo tunapopata sadaka ya ukombozi wa nafsi zetu. Ndio. Adamu alikuwa ni mtawala pamoja na Mungu. Ndio. Yaani Mungu alitawala mbinguni, Adamu alitawala duniani. Yaani Mungu alimtengeneza mwanae, alimleta mwanae anaitwa Adamu. Na kwenye ufalme wake Mungu akaugawanya. Upande mmoja ukatawaliwa na Mungu mwenyewe juu mbinguni, alafu Adamu akatawala anga, ardhi na ndege na wanyama na viumbe vyote vilivyoko duniani. Yeye ndiye akawa mfalme wa hivyo vitu, akawa ndiye mtawala. Kwa maneno mengine tungeweza kusema Adamu alikuwa ni Mungu mdogo kwenye ulimwengu. Lakini huo utawala wa Adamu alikuwa amepewa na baba yake ambaye ni Mungu. Na walikuwa wana mkataba. Yaani Mungu anakata nampa Adamu utawala, kuna mkataba waliweka. Mkataba wenyewe ulikuwa ni usile wala usiguse kwenye mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Siku ukigusa, siku hiyo unakufa. Basi umenipata hapo. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mkataba. Na Adamu na Mungu walikuwa ni washirika. Tukisema ushirika sio naelewa. Yaani ni walikuwa ni marafiki walikuwa ni watu wa karibu. Mungu alikuwa anajisikia furaha kuwa na mwanae. Huenda alikuwa anamuuliza vipi ufalme wako, utawala wako unaendaje, anamwambia leo nilikuwa na viboko kule baharini au kule mtoni, tumeenjoy, tumeongea, tumekuwa na mambo mengi, nilikuwa na mamba nao wana ushirika mzuri kule, tumekuja huko nimetembea na tuna tembo na wanafurahia uumbaji wako na Mungu anakutukuza. Kwa hiyo Mungu anajisikia vizuri kwamba amefanya vitu vyema na vinamtukuza na kumwinua yeye. Kwa hiyo alikuwa anakuja kila jioni kupokea ripoti ya utawala wa Adamu. Na Adamu anamwambia vile ilivyokuwa na Mungu. Kwa hiyo walikuwa ni ushirika. Na hilo ndio jambo ambalo linamfurahisha Mungu mpaka leo. Mungu anataka ushirika. Anataka ushirika nasi. Ndio. Sasa Adamu alipotoka kwenye neno akafanya kinyume na mkataba wao, Adamu alikata mnyororo wa ushirika na Mungu. Kwa hiyo Mungu akawa kule, Adamu akawa huko. Kwa hiyo kuna utengano, ushirika haukuwepo tena. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo la kuumiza sana upande wa Adamu. Lakini ilikuwa ni la kuumiza sana upande wa Mungu. Mungu anapenda ushirika. Utaona hata kwenye kitabu cha Isaya anasema njooni tusemezane. Yaani Mungu anawaalika watu wenye makosa ambao wana dhambi na hatia. Anasema njooni tusemezane, njoo tu na ushirika. Njoo mniambie vile mlivyo. Haijalishi dhambi zenu ni nyekundu kama damu. Mimi nitazisafisha ziwe nyeupe kama seruji. Kwa hiyo Mungu anataka ushirika. Kwa hiyo Adamu kupotea na kutengana na Mungu ilikuwa ni jambo linalomuumiza Mungu na lilikuwa ni jambo linalomuumiza pia Adamu. Sasa rudini kwenye mambo ya ndoa. Utaona mara pale kwenye maandiko Mungu anasema nachukia talaka. Mungu anachukia talaka kwa sababu talaka ni utengano.
Utengano unaleta huzuni, utengano unaleta mauti, utengano unaleta majonzi, utengano unaleta mahangaiko ya nafsi, unaleta mahangaiko ya mwili, unaleta mahangaiko ya akili. Utengano ni jambo baya sana. Kwa hiyo Mungu analichukia, hataki utengano. Na utaona hata Yesu alipokuja alisema wawe na umoja kama mimi na wewe tulivyo na umoja. Kwa hiyo Mungu anataka muungano, anataka ushirika. Ndio. Kwa hiyo Mungu alibaki huko anahuzunika, Adamu naye huko anahuzunika. Mungu akatafuta njia. Sasa sheria ambayo Adamu alivunja, gharama yake ilikuwa ni mauti. Sawa. Au Adamu mwenyewe afe, au kipatikane kitu kingine chenye thamani kuliko Adamu kiweze kufa mara pa Adamu ili Adamu akombolewe. Ambao ndo sisi sasa wanadamu. Sasa hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa upande wa Mungu na upande wa Adamu. Kwa sababu Adamu ana namna ya yeye kupata kibadala cha kumkomboa. Sijui nipata mpaka hapo. Yaani hana chochote ambacho angeweza kulipa kama fidia ya kosa alilofanya. Kwa sababu akiangalia tembo hawatoshi. Ng'ombe hawatoshi. Matunda hayatoshi. Kila kitu hakitoshi. Nataka nikuhakikishie mpaka na malaika wa mbinguni nao walikuwa hawatoshi. Sijui nipata mpaka hapo. Yaani hata malaika wa mbinguni walikuwa hawatoshi. Kwa sababu mwanadamu ndiye kiumbe aliye juu ya viumbe vyote. Ukitoka mwanadamu anayefuatia ni Mungu. Malaika ambao leo tunaogopa sana, ni vizuri kuogopa, lakini malaika ni watumishi wetu, ni walinzi wetu. Sasa nikuulize, kati ya yule Masai anayekulinda pale na wewe nani boss? Simaanishi kumdhalilisha malaika, lakini najaribu tu kuonyesha tu mfano. Ndio. Kwa hiyo malaika ni walinzi wetu. Kwa hiyo kama malaika ni walinzi wetu, sisi ni wenye thamani kuliko wao. Unanipata mpaka? Ndio maana leo tunamwekea rais wetu ulinzi. Yaani kama inatokea tatizo, ni yeye wakafa askari 5,000 lakini rais akabaki salama. Sio nipata mpaka hapo. Sasa kwenye issue ya Adamu, hii imemgusa yeye moja kwa moja. Hamna chochote cha kulipa. Adamu hawezi kapeleka chochote, hata malaika angepeleka, malaika hawapo. Hata Mungu angesema shetani nakupa malaika hawa wote ili Adamu apone, isingewezekana. Tuelekee sasa kwenye Biblia. Je, ni maandiko gani ambayo yanaonyesha uhusiano kati ya kutoa sadaka na baraka? Ndio nakuja hapa. Sasa kwanza tuweke kamsingi kidogo afu ndio tuende huko. Maandiko gani yanahusika baraka na sasa unaona Adamu ameanguka. Kwa hiyo Mungu alichokifanya cha kwanza, alimchukua kondoo asiye na hatia akamtoa sadaka. Ingawa ilifurahi tu, haitoshi. Lakini angalau ilipata kumsogeza Adamu umbali fulani. Ndio. Sijui nipata mpaka hapo. Kwa hiyo Adamu kwanza alikuwa ameondokea na utukufu wa Mungu, alikuwa uchi. Kwa hiyo kondoo alipochinjwa, Adamu alipata nguo, lakini alipata kadamu kakufunika makosa yake. Yaani sio kwamba tumeondoa tatizo lipo, ila tumelifunika. Limezibwa tu. Limezibwa, lakini lipo. Shida ipo. Sijui umeelewa. Uchafu upo, lakini tumechukua tu kitambaa fulani tukafunika. Kwa hiyo Adamu akawa amepata angalau kitu fulani kilichomsogeza hata kupata uzao. Ndio tunakuja kwa watoto wake nao wanatoa sadaka. Maandiko yanasema kwa imani Habili alitoa dhabihu iliyo njema. Kaini alifanya bila imani. Sasa ndipo tunapoenda kwenye sadaka. Sadaka yako unapoenda kuitoa, sharti la kwanza la Mungu ifanyike kwa imani, na si kwa mapenzi yako mwenyewe. Kama haipo kwenye imani hiyo, Mungu apokei, unahangaika bure. Umenipata mpaka hapo? Nimekupata. Kwa hiyo Habili alitoa kwa imani. Imani ni nini? Imani ni ufunuo wa kujua unachokiendea. Kwa hiyo kama unaweza kutoa sadaka bila kujua kwa nini unatoa sadaka, ujue unatoa sadaka bure kama Kaini. Kwa unataka kumaanisha kwamba kuna watu wengine kanisani wanatoa sadaka kwa ajili ya maonesho tu? Naam, kuna watu wanatoa sadaka na watu wanatoa sadaka zinapotea bure, na Mungu hausiki hata kidogo. Kama Kaini alivyotoa na hakuhusika hata kidogo. Sio unanipata mpaka hapo. Sasa tuendelee na sadaka yetu ya ukombozi. Kwa hiyo ukienda kwa mbele utaona
Lengo la Mungu kutoa kondoo ilikuwa ni kutoa unabii wa kitakachokuja mbele, kuja kutokea mbele. Ukombozi wa mwanadamu, sadaka yake. Hapo ndipo sasa nataka nisimamie. Sadaka ya ukombozi wa mwanadamu sio pesa, sio dhahabu. Hivyo vyote Adamu alikuwa navyo. Ulimwengu wote huu tuliokuwa nao, Adamu ulikuwa umejaa dhahabu za Adamu. Nilipata mpaka hapo, ulikuwa umejaa almasi za Adamu. Madini yote yalikuwa ni ya Adamu, lakini hivyo vyote vilikuwa havitoshi kulipa gharama ya nafsi yake. Kwa narudi hapo kwamba ukombozi wa nafsi yako, mtu yoyote asikudanganye kwamba utakomboa nafsi yako kwa pesa. Ngoja niweke msisitizo hapa. Ndio. Kuna mafundisho yanaendelea, sina ugomvi na wao, lakini nataka tu kwa sababu umeniita hapa tuongelee baraka za sadaka, niwaambie kuna mafundisho yanaendelea, nawaambia chukua pesa ujifungamanishe na madhabahu. Ipi ya Mungu? Madhabahu ya Mungu jifungamanishe kwa pesa. Madhabahu ya Mungu unajifungamanisha kwa toba na maungamo, kwa dhabihu iliyotolewa msalabani ya Yesu Kristo. Ndio inaungamanisha wewe na yeye. Connection iko kwenye hiyo dhabihu, sio pesa. Unataka kumaanisha kuna mahali ilipoandika kwamba watu inabidi watoe sadaka kumtukuza Mungu? Sijawahi kuona andiko la namna hiyo. Asili msitoe sadaka. Usije kanikogopa. Sijasema msitoe sadaka. Sio fundisho langu. Wala simfundishi mtu. Naongelea sadaka, na mimi ni sadaka. Ndio. Zipo sadaka za fedha, na kubalia tuendelee tuzione. Sawa. Lakini tunaanza na hii ya ukombozi wa nafsi zetu. Ukombozi wa nafsi zetu. Hakuna ukombozi wa nafsi. Wewe ni gharama gani ingetosha kulipa fedha zako? Maana kama tunakuwa nafsi zetu tunakombolewa kwa fedha, Yesu msalabani alienda kufanya nini? Walikopo matajiri, sijui unaelewa, wangeweza kununua wokovu wao kwa pesa zao. Sijui unaelewa? Kuna sadaka zinaitwa sijui kuvunja laana. Lipa pesa tuvunje laana. Ukomboe mzazi uzaliwa wako wa kwanza, uvunje laana za mababu na mabibi. Hiyo yenyewe ni sadaka. Ni sadaka, inaitwa sadaka. Mimi hiyo sadaka kwenye Agano Jipya najua laana inavunjwa na damu ya Yesu Kristo kupitia ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Ndivyo laana inavunjwa. Ndicho Petro alichosema, tubuni mkabatizwe katika jina lake Bwana Yesu Kristo nanyi mtapata ondoleo la dhambi zenu. Hakusema lipeni pesa mpate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kama wanakuambia lipa pesa ujikomboe na laana za mababu na mabibi na mashangazi na wajomba, pesa. Alafu mbaya zaidi, labda niseme hii, hili jambo linasemwa sana na watu walio jamii ya Waprotestanti. Sasa nataka niwaambieni nyinyi Waprotestanti wenzangu, kama tunaweza tukafikia hapo, maana yake ni kwamba kwa kuanzia tumekanyaga mafundisho yote ya Martin Luther. Ndio. Martin Luther fundisho lake lilikuwa ni hili: mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sijui nipata mpaka hapo. Na Luther ndiye alikuja kukataa haya mafundisho ya Warumi kwamba mtu hawezi kubarikiwa kwa kulipa pesa. Hawezi kukombolewa kwa kulipa pesa. Atakombolewa kwa imani. Ndio anarudia andiko lile la Waebrania 11 kwamba kwa imani Abeli alitoa dhabihu iliyo njema. Kwa hiyo leo imani yetu sio kwenye kondoo kama wa Abeli. Imani yetu ni kwa yule mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo niseme hivi, kwa ukweli wa kimaandiko, kuambiwa kwamba kwa sababu wewe una ugonjwa ulionao, unatokana na laana za mababu, na waliokuloga waliweka agano la ng'ombe, kwa hiyo ndio lipe pesa zaidi ya ng'ombe, ni fundisho la wizi. Na mtu kufanya jambo la namna hiyo hawezi akanalie. Sasa kwa hiyo kama ni kuombewa, tunaombewa kwa jina la Yesu Kristo. Ndicho maandiko alichosema. Yesu alisema kwa jina langu watatoa mapepo. Jina la Yesu linatoa mapepo, sio pesa. Sio nipata mpaka hapo. Nisonge nitoke kwenye hiyo eneo sasa haraka kwa maandiko haya. Sawa. Kwa hiyo yule kondoo aliyetolewa na Abeli, yule kondoo aliyetolewa na Mungu alikuwa anamfunua Bwana Yesu Kristo. Na
Kiufupi ni kwamba alikuwa anamfunua Mungu mwenyewe. Yaani kulikuwa hakuna kiumbe wa kumkomboa Adamu isipokuwa kilikuwa kimebaki kitu kimoja tu mbele ya Adamu, na hicho ni Mungu. Ni Mungu pekee. Kwa hiyo ni Mungu ndiye aliyetoa ahadi kwamba yeye ndiye mwokozi wa pekee yake. Isaya 43 nadhani unaweza kusomea hiyo. 43:11. Isaya 43:11. Haraka muda unatukimbia. Naomba tusome. Nimebakiza dakika ngapi hapo? 43:11 anasema mimi naam. Ndio. Mimi ni Bwana. Ndio. Mimi ni Bwana. Zaidi yangu anaongea anasema mimi naam. Ni Bwana. Mimi ni Bwana. Zaidi yangu hapana mwokozi. Zaidi ya yeye Bwana, zaidi ya yeye Jehova hakuna mwokozi. Ongeza Isaya 45:21. 21 anasema ndio. Hubirini toeni habari. Naam. Na wafanye sivyo? Tumeruhusiwa kutoa habari njema. Okay. Katika kuhubiri kwetu na kutoa habari njema kwetu kuna angalizo huko mbele. Hebu tulisikie. Na wafanye mashauri pamoja nami. Na tufanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha aya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Bwana. Kwa hiyo mhubiri namba 1 ni Bwana. Sisi tukianza kuhubiri tujue aliyetutangulia kuhubiri ni Mungu mwenyewe. Wala hapana Mungu zaidi ya mimi. Ndio. Mungu mwenye haki. Mwokozi. Hapana mwingine zaidi ya mimi. Hapana mwokozi mwingine zaidi ya yeye. Yeye ndiyo mwokozi. Kumbe Mungu ndiye mwokozi. Sasa ili atuokoe huyu Mungu, ili mgharimu yeye kufanyika mwili. Sasa Mungu ni roho. Roho haina damu. Na mkataba unasema hivi, ondoleo ni damu, kwa sababu damu ndio uhai. Sasa roho haina damu. Kwa hiyo Mungu ilimbidi afanyike mwili. Ndipo Yohana 1:14 inatuambia. Haraka mbio. Yohana 1:14 soma anasema naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Kama wakati tunasoma hilo andiko usipoteze ili neno kama ni kwa mfano wa mwana wa Mungu. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Mungu alifanyika mwenyewe mwana. Ndio. Ili awe dhabihu kwetu. Unapata mpaka hapo? Ndio. Kwa hiyo ndio akaja akatolewa sadaka. Ndio. Ili tuokoe nafsi zetu. Malizie kwenye hiyo topic. Kwenye kwa kipengele nilisema kwa Korinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Kisa Korinto wa kwanza 5:7. Tasoma. Ndio. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mkaiondoe chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, ili muweze kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kama vile ambavyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Pasaka wetu tunakumbuka, ndio tunaona wakati Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Yaani Kristo. Kristo ndio sadaka ya ukombozi wa nafsi. Pamoja mpaka ndio kujibu swali lako namba 2. Ndio. Je, fedha zinaruhusiwa kuwa sadaka? Nasema zinakuwa sadaka. Na tunaruhusiwa kuzitoa fedha kama sadaka. Lakini si kwa ajili ya ukombozi wa nafsi zetu. Ya maonyesho. Na leo kanisani nimekuja nimetoa sadaka 2000. Sasa ndio sasa huko nyuma kabla ya Babeli, kabla ya anguko la mnara wa Babeli, kulikuwa hakuna vitu vinaitwa fedha. Sawa. Aliyeleta akumlazi muda mfupi kabla ya anguko la Babeli, kulikuwa hakuna vitu vinaitwa fedha. Yaani tungesema baada ya Mwanzo 6 ukaianza safari ya Nuhu. Baada ya Nuhu kuondoka, alipokuja Nimrod kutawala, ndipo pesa zilipoanza kuonekana. Na pesa zilikuwa ni vipande vya dhahabu, vipande vya fedha, vipande vya chuma na kadhalika, kulingana
na uhitaji na thamani wa kitu fulani. Kwa hiyo fedha zilikuwa ni chuma, fedha zenyewe, madini ya fedha yenyewe, dhahabu na kadhalika, kulingana na kitu anachokihitaji. Kwa hiyo hiyo ni mfumo ambao uliletwa na Nimrod. Sawa. Kwa hiyo baada ya anguko zamani, huko kabla ya Babel, huko kabla ya Nimrod, ilikuwa tu na samaki, wewe una ulezi, na mimi shida yangu ni ulezi, wewe shida yako ni samaki, tunabadilishana bidhaa. Ndio. Sasa Nimrod alipokuja katika mfumo wa pesa. Na sasa maisha yakawekwa kwenye mfumo wa sarafu, ningesema wa sarafu tuseme hivi. Mpaka sasa. Kwa hiyo basi na sarafu zilikuwa zinapimwa kwa uzito wa fedha au dhahabu. Sasa Israeli, nataka nipunguze mwendo. Wakati wanatoka Misri, Mungu aliwapa mwana kondoo kwa ajili ya ondoleo la dhambi zao za nafsini na ukombozi wao. Utakumbuka aliwapa kondoo wa Pasaka. Lakini wakati kabla mwendo hujaanza, wakati unakaribia kuondoka kuanza, Mungu aliwaambia Israeli waende kwa Wamisri, wawatake wawape dhahabu, fedha na kadhalika. 27 Kutoka. Haraka ndugu yangu. Kutoka 27 mstari. Mstari wangapi? Anzia mstari wa 4. Mstari wa 4. Ndio. Anasema kumbukumbu ya kimaandiko ndio. Nao ifanyie hiyo madhabahu. Nimekosea? Okay, 25:1 Kutoka. Bwana kanena na Musa, akamwambia, ndio, waambie wana wa Israeli kwamba ndio wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake samahani, mimi ndio nimekosea. Ni 11 Kutoka sura 11. Unaenda 12 haraka tu kwa 12:35 tupunguze mwendo. Kutoka 12:35. Ndio. Sawa. Nasema Wamisri nao wakawahimiza watu kuwatoa katika nchi kwa haraka. Nimechanganyikiwa nini? Hebu 11 2:3. 11:2-3. Anasema basi nena wewe maskini mwa watu hawa, kila mtu mume na amtake kwa jirani yake. Ndio. Kwa Mungu na Musa na Mungu anamwambia Musa, mwambie Israeli kila mtu mume na kila mtu mke waende kwa majirani zao hao wa Misri, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana akawapa watu hao kibali machoni pa Wamisri. Kwa hiyo kabla hawajaondoka, kumbuka walikuwa wamepewa mwana kondoo. Ndio. Sasa Mungu anawaambia wakati mnaondoka, nendeni kwa hao wa Misri. Ndio. Muambie wawape fedha, wawape dhahabu. Na ukisoma kwa mstari fulani anasema na mavazi. Mavazi pia. Ndio. Kwa hiyo kwa nini Mungu anawaambia Israeli waende kwa hao wa Misri wapewe dhahabu, fedha na mavazi? Kulikuwa kuna sababu mbili za muhimu na tutataka kuongelea. Ya kwanza ilikuwa ni kwamba Misri wasije wakapatwa laana ya kudumu, kwamba kwa kuwasaidia hawa kuwapa fedha na dhahabu na mavazi Mungu awaone wametoa sadaka ili wasije wakapata na madhara ya kudumu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, Israeli nao baada ya kupokea vile vitu wawe na kitu cha kwenda kumtolea Mungu kwa ajili ya kuendeleza kazi yake huko wanakoenda, ili Mungu pia awabariki. Maana sadaka. Kwa hiyo ukimsaidia mtu Mungu anakubariki bila kujali una hali gani za kimaisha. Kwa mfano nitakupa mfano. Unajua kwa nini wenzetu wa magharibi wameendelea sana? Watu wa magharibi ni watu wanaotoa. Mzungu havai nguo ikamchanikia mwilini. Unamaanisha nini hapo? Namaanisha anajua kwamba kuna asiye na nguo. Sijui umeelewa? Kwa hiyo yeye akivaa nguo kabla hajachakaa yaani usiona haya mitumba mingi inakuja kukuuza, mingi huwa ni misaada, ila tu watu wanapiga zao huko pande wanaingiza masokoni. Lakini mzungu anatoa nguo ili mwingine asiye na nguo akavae. Staili ile ile wa Misri wakiwapa Waisraeli mavazi yao.
Ukiangalia nchi za magharibi ndio zinatusaidia sisi kujenga mashule, ni watoto yatima. Umeelewa? Lakini usifikie huko Tanzania hakuna matajiri wenye pesa za kutoza kujenga mashule na kuishi yatima. Wapo wengi, ila tu huo utamaduni au. Lakini angalia sasa, rudi kwenye maisha ya wazungu. Ni wachafu. Sijui umeelewa? Tukiongelea uzinzi, wao ndio mabingwa wa uzinzi wote, uchafu, ushoga, lakini Mungu analazimika kuwabariki. Unaelewa? Kwa nini analazimika kuwabariki? Wamemfunga Mungu kwenye neno lake. Wanasaidia watu wasiojiweza. Kwa hiyo Mungu analazimika kuwabariki ili waendelee kufanya kazi yake ya kusaidia wasiojiweza. Unajua hicho ndicho Mungu alichomwahidi Ibrahimu. Alimwambia nitakubariki ili ufanyike baraka kwa wengine. Mchungaji, unamaanisha kwamba tunaona hata pia kuna wasanii mbalimbali wamekuwa wakiendelea kutoa misaada kwa watoto yatima na matajiri mbali kwa watoto yatima, na uchafu wao wote na kila ambacho wanakifanya ni tofauti kabisa na neno la Mungu na waumini na washirika mbalimbali ambao wapo kanisani. Je, hii inaleta taswira gani? Maana makanisani ni kumaanisha kwamba watu wanaolijua neno sana kutoa sadaka ni ngumu au kusaidia mtu fulani, na ndio maana wanakosa mibaraka. Sasa mimi nitasema hivi, huyo halijui neno. Huyo halijui neno. Yaani mtu anayelijua neno, ukibarikiwa unatakiwa ujue kwa nini umebarikiwa. Yaani Mungu akupi baraka ili utame. Sisi tumeelewa mpaka hapo. Mungu anakupa baraka ili usaidie kujenga ufalme wake. Ndio sababu ya Mungu kubariki. Sasa kama wewe utakaa hapa, atakuja mlevi mmoja huko, atafanya kila ambacho ungepaswa kufanywa wewe, halafu anaondoka na baraka zote, wewe unabaki kama ulivyo. Ndio. Okay, tusonge mbele. Kwa hiyo Israeli walipoa zile pesa walienda kujengea. Lakini niseme kitu kimoja, kabla Israeli hawajatumia baraka walizotoka nazo Misri, zile fedha na dhahabu na kadhalika, shetani aliwawahi kwa mbele. Sio, unaelewa? Akawaelekeza wachonge ndama wa dhahabu. Kwa hiyo baraka usipozitumia vyema, usipojua kwa nini Mungu amekubariki, usipojua kwa nini Mungu amekubariki, utachonga ndama wa dhahabu. Lakini pia sadaka inaweza kutolewa vibaya. Ndio. Na ni zipi dalili za kutoa vibaya kwa mtu, kwa tamaa au? Ndio haya nayo yaongea sasa. Ndio hapa sasa nataka kuonyesha unapochonga ndama wa dhahabu leo. Ni pale ambapo mhubiri anasimama pale mbele. Anasema sasa ni wakati wa kubarikiwa. Iweke tayari kupokea baraka wako. Baraka za kwanza kwa watu wenye 500 pita mbele. Na wewe na 500 yako mkononi unakimbia na wewe. Hiyo ni ndama wa dhahabu. Ni ndama wa dhahabu. Kwa nini Patrick anasema ni ndama wa dhahabu? Nadhani nataka kuniuliza hivyo. Yesu alisema utoapo sadaka yako itoe kwa siri. Ndio tu papo. Ndio. Okay, Mathayo 6:1 ndio kuendelea. Ndio. Anasema angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, ili watu wakujue. Leo fulani katoa 500,000, yeye ni bingwa wa kutoa, katoa 500,000 leo. Patrick Kipara leo katoa milioni. Leo katoa milioni leo. Patrick anampenda sana Mungu. Sanamu. Kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Hakuna thawabu. Sio mimi nimesema. Ni maandiko yanasema. Amen. Tena bahati nzuri sijasoma mimi, amesoma yule kweli. Sasa mimi kainirudi kwenye maandiko. Ndio. Basi wewe utoapo sadaka, ukitoa sasa angalia masharti. Mkataba wako wa kutoa sadaka. Mungu anataka utoe sadaka. Mkataba wako wa kutoa sadaka huu hapa. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako. Yaani usijionyeshe kama wanafiki wafanyaje katika masinagogi na njiani. Ndio. Ili watukuzwe na watu. Amini nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kulia. Sadaka yako niweke sawa sawa. Tunaposema maandiko, tunaposema mkono wako wa kushoto usijue wa kulia umefanya nini, anamaanisha hivi. Wakorintho 12 nasema sisi ni viungo mmoja kwa mwingine. Wewe uenda ni mkono wangu,
yule kule ni mguu wangu, na msikilizaji pale wewe ni sikio langu. Kwa hiyo wakati mimi nafanya, wewe mkono usijue mimi nimefanya nini. Sasa ni mchungaji akisimama pale akasema wenye milioni piteni mbele, wewe hujajua mimi nimepeleka milioni. Alimalizia. Kaini mwingine. Ngoja amalizia hapo, kuna swali hapo lazima nikuulize mchungaji. Anasema bali wewe utoapo sadaka hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Ndio. Sadaka yako iwe kwa siri. Iwe kwa siri. Na baba yako aonaye sirini akubariki. Kuna swali moja. Sawa. Kwa namna jinsi ambavyo umesoma maandiko na pia mtazamaji ambaye anatusikiliza kwa sasa, huenda kuna mtu ana maswali anajiuliza, kwa namna hii ya utoaji kanisani sadaka, huwa kuna ugawaji wa vikundi mbalimbali. Je, iko sahihi kwa 100,000, 200,000, 300,000 kwa mtu mwenye 5,000, na unakuta kuna kiwango kinawekwa cha mwisho kutoa sadaka ni 10,000. Hii imekaaje kwa mtu ambaye hawezi kutoa na anatamani kutoa pia? Kwanza niseme hivi. Kimaandiko. Nikatiza jadi. Okay. Niseme hivi. Mhubiri yoyote ambaye anajaribu kuweka sadaka kwa viwango, kwanza jambo la kwanza anatengeneza matabaka kanisani. Kwamba kuna waheshimiwa sana, kuna waheshimiwa kidogo, na kuna waheshimiwa na dhaifu zaidi. Kanisa la Mungu halijawahi kuwa namna hiyo. Kwa Mungu wote ni sawa, uwe tajiri, uwe maskini, wote ni sawa. Lakini huyo mhubiri ni mhubiri asiyeheshimu maandiko ya Mungu. Hayaheshimu maandiko ya Mungu kwa sababu maandiko yamesema sadaka itolewe kwa siri. Sasa unapowaruhusu au unapowaelekeza watu wavunje siri, wewe unaheshimu maandiko? Jibu ni wazi tu kwamba hauheshimu maandiko. Na kama hauheshimu maandiko, sifa nzuri sana na heshima kubwa ambayo naweza nikampa mhubiri wa aina hiyo asiyeheshimu maandiko ni mtumishi wa ibilisi madhabahuni. Yaani mtumishi wa shetani kwenye nyumba ya Mungu. Ndiye tu pekee anaweza akavunja neno, kwa sababu mtumishi wa kweli wa Mungu atawaambia watu wafanye kwa imani. Kwa imani zaidi. Kwa sababu ndani ya imani ndipo kuna baraka. Sawa. Kipendelee mbele. Kwa hiyo sadaka ni kwa siri. Ndio. Ndivyo hiyo ni moja. 2. Hizo sadaka zinazotolewa kwa siri ni za kazi gani? Ndio. Ni za kazi gani? Sadaka ni mali ya mchungaji. Wengine wanasema mchungaji ni kidogo, sehemu nyingine ni ya makao makuu. Kwa askofu mkuu na kadhalika. Ndio. Sijawahi kuona maandiko. Mimi sijawahi kuona. Kama yapo wananisikiliza na hakika wengine wanatazama sasa. Kama yapo. Kama yapo naomba tu wanisaidie kwa sababu mimi nipo kwenye shida. Nitoke kwenye shida kwamba fedha ni kwa ajili ya hizo, sadaka ni kwa ajili ya hizo. Sadaka sio za mchungaji. Sio za mchungaji. Sadaka ni mali ya kanisa. Ndio. Sijui mnipata mpaka hapo. Ndio. Yaani tunatoa sadaka kwa sababu hii. Ile waliotolea Israeli sadaka zao. Ndio. Okay, asante. Ndio. Sababu ile waliotolea Israeli sadaka zao. Kujenga nyumba za Mungu, kujenga hekalu, walitoa space, muda kutosha ningeza kuelezea hayo, labda watumie tutaza sawa wakati tutaelezea. Kujenga madhabahu, kujenga nyumba ya Mungu na kadhalika. Lakini nataka niko moja tu, ndio angalia zinafanya nini. Ndio. Na mengine Mungu akipa kibali tuonyeshe. Luka 21:2-5. 21:2-5 nasema, akamuona mjane mmoja maskini hakitia mle senti 2. Sasa vipi hawa? Sasa kama unasema 10,000 ndio kimwisho. Huyu mwenye senti 2 kwenye kanisa la mchungaji wa namna hii halikuwa hana nafasi. Lakini Mungu ndiye aliyekuwa na mheshimu sana. Ndio. Sisi nielewa. Mchungaji anaheshimu wenye mamilioni. Lakini Mungu anamwangalia huyu mwenye senti 2 kwa sababu yeye ametoa kile cha mwisho kabisa hicho kwa nacho, tegemeo lake. Ndio katoa kwa kujikana. Malizia twende. Akamuona mjane, naomba nianzie moja ndugu. Akainua macho yake akaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Akasema, hakika nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote.
akamsifu mjane kwa ametoa kuliko wote. Sasa chukua nyingine ya mwisho, mstari wa ngapi umefika? Ndio niko watatu. Na huku tukielekea maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa nayo. Ndio maliza. Ndio. Sawa. Sasa ukisoma hapo mbele bado hicho kisa utaona Yesu alikutana na watu wanaongelea habari za sadaka. Majengo, waambia angalia jengo limejengwa kwa mawe mazuri na fedha za sadaka za watu. Ndio. Kwa hiyo inaonyesha kwamba fedha zile za sadaka zilikuwa zinatengenezwa majengo. Kwa hiyo ndio kazi. Okay, ni mstari wa 5 naomba nisome. Malizia. Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Kwa hiyo sadaka za watu zilikuwa zinakujenga majengo. Sio biashara ya mchungaji kujinufaisha. Mchungaji ana zaka huko, hizo zaka zikutosha. Zisipokutosha omba sana wafanikiwe ili wakuletee zaka za kutosha. Sio mpaka tumalize nadhani baraka za sadaka. Sawa, lakini katika baraka za sadaka kwa yule mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ni mada hiyo ambayo tuko tunaidadavua hapa na mchungaji Patrick Kipala. Na kwa sasa muda wetu na namna jinsi unavyozidi kuyoyoma, tuna mambo mengi zaidi ambayo tunataka tuzungumze, lakini muda unazidi kutupa mkono. Na tunapoelekea ukingoni sasa, mtazamaji, kuna nambari za simu hapo, unaweza kutuma ujumbe wako ama swali na tunaweza tukalipitia kwa muda ambao utakuwa umesalia. Nina maswali mawili tunapoelekea ukingoni. Ulishawahi kushuhudia, wewe ni mchungaji, mshirika wako kanisani amebarikiwa kupitia sadaka? Na swali la hilo ni swali la kwanza. Na swali la pili, unashauri nini kwa wale ambao wanaona hawana kitu cha kumtolea Mungu, hususan ni sadaka kanisani? Ndio. Sasa sio nikasema mmoja au wawili. Ndio, kwa ufupi sana. Ndio. Likiwa na naamini kutoa kuna baraka nyuma yake. Ndio. Lakini yule ambaye hana cha kutoa, siamini kwanza kwamba hana cha kutoa, siamini kitu cha namna hiyo. Kama unaweza ukapata ugali, sijui umeelewa, unacho cha kutoa. Jiminye kama familia yako na wewe mnakula kilo moja, basi kata robo 3, hamtakufa. Na ile robo inobakia toa sadaka. Wasaidie wenzio. Toa sadaka kwa nyumba ya Mungu. Na maanisha kwa mtumishi wa Mungu mwaminifu. Toa sadaka yako. Halafu mwambie mtumishi huyu akuombee. Mungu atakupa zaidi. Kwa sababu ni neno lake. Alimpa Kornelio. Kama alimbariki Kornelio, anapaswa kukubariki na wewe pia. Ndio. Kwa sababu ni Mungu yule. Sawa. Mchungaji Patrick Kipala, na imani kila mmoja mtazamaji amebarikiwa siku ya leo. Japo kulingana na muda wetu, kuna mambo mengi sana mtazamaji ambayo tunatamani tuyafahamu na tuweze kukufundisha wewe kupitia kipindi hiki na kupitia mada ambayo tulikuwa nayo siku ya leo, baraka za sadaka. Kulingana na muda jinsi unavyozidi kuyoyoma, tunapoelekea kuhitimisha sasa hiki kipindi, mchungaji, ningependa uweze kutuhitimishia kwa ombi. Amina. Basi tuombe. Mpendwa na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya haya ambayo umetujalia kuyafikisha katika mioyo ya watoto wako. Hebu yakafanyike baraka kwao, wakajue kuna umuhimu wa kutoa, lakini pia wakajue inapaswa kutolewa kwa mjibu wa neno lako, kutoa kwa imani. Waongoze na waonekanie kila mmoja Bwana. Wewe ukiwa ndiye dhabihu yetu kuu, na ikabidhi mioyo yetu kwa imani mbele zako, kwamba ukatujaze kwa Roho Mtakatifu na ukatupa ufunuo na hekima bora zaidi ya kutumikia. Mbariki ndugu yetu Samueli ambaye tumekuwa naye mahali hapa na ametukaribisha mahali hapa. Bariki uongozi wa kituo hiki, neema zako zikae pamoja na wao. Nasi pia tuonekanie kwa hita liko mbele yetu. Tunapoomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na mtazamaji, kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na mimi leo nimetoka na mengi zaidi. Unapotoa sadaka ni lazima ubarikiwe, na hapo ndipo mwisho wa kipindi hiki. Ni kusihi tu uendelee kutufuatilia kupitia kituo chako bora cha kurusha matangazo Star TV, kupitia mitandao ya kijamii YouTube, Facebook na Instagram pamoja na X. Unaweza kutupata kwa kuandika Tumsifu Mungu, lakini kwa yule mtazamaji ambaye unahitaji huduma zetu, unaweza kutupata kupitia nambari ya simu ambayo unaitazama hapo kupitia runinga yako ukiwa nyumbani. Na imani umebarikiwa sana na hizi baraka. Pia mshirikishe na jirani yako ambaye uko naye karibu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Andre Amos Masanja, mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni Emmanuel Makuliga, na mpiga picha ni Elisha Ndalo, lakini pia mrusha matangazo haya kwa uzuri kabisa kukufikia popote ulipo ni Vaneti Salvatore. Nikutakie Jumapili njema yenye tabasamu la kudumu, lakini pia kumbuka kutunza amani, upendo, mshikamano. Hadi tukutane kipindi nyingine cha Mungu. Barikiwa.
kututendea